tumemtuma. Sasa tumepeleka ofisi. Unajua president alisema hii kitu inaleta sarakasi na tuletea aibu. Director General mwenyewe wa Immigration, General Kialangwa, enda na hao officers wako pale, akakataa. Sasa jamani, tungefanya nini? Kama wewe VOJ ungekuwa ni waziri wa usalama, wewe mwenyewe ungefanya nini ukiwa na maneno kama hayo? Okay. Asante sana. Labda tukiingilia masuala ya kisiasa, wengi wanasema wewe ni kibaraka wa rais wa kitambo Uhuru Kenyatta ambaye anakusukuma kwa kutafuta ama kuwania ama kugombea hiki kiti cha urais. Unajua VOJ hatuwezi kusahihisha historia na yale mambo ambayo yamefanyika. Mimi niliteuliwa kuwa waziri na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na nilikuwa waziri wake, na hata nikafanya kazi katika ofisi ya rais, Mheshimiwa Rais Kenyatta akiwa katika ofisi. Tumefanya kazi na yeye. Lakini kwa hiyo serikali naibu wake alikuwa Mheshimiwa William Ruto. Na kwa madaraka yeye ndio ako juu, mimi niko chini, tukiwa katika hiyo. Mbona mimi ni kibaraka na yeye si kibaraka kwa hiyo maneno? Yaani kufanya kazi na Rais Uhuru Kenyatta ndio kuwa kibaraka. Wenzangu Eugene Wamalwa anasema anataka kugombea urais. Alikuwa waziri wa Uhuru Kenyatta anasimamia usalama. Yeye ni kibaraka pia. Labda ukiangalia chama Jubilee Party. Lakini sisi sote tulitumika katika mwangaza wa Jubilee. Tulikuwa sote Jubilee. Hiyo ni serikali tulitumikia, ni serikali ya Jubilee. Tulikuwa tunatekeleza miradi ya Jubilee. Wote mpaka Rais Ruto tulikuwa Jubilee, tulikuwa tunatekeleza manifesto ya Jubilee, tulikuwa sote kwa Jubilee. Kwa hivyo unajua haya maneno, na kama kufanya kazi na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ndio inanifanya watu waseme eti niko kibaraka wake. Nimetoka World Bank mwezi September last year kuja hapa. Mbona mtu aseme mimi ni kibaraka wa World Bank? Kwa sababu baada ya kufanya kazi na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tumetoka serikalini mwaka 2022, mimi nimeenda kufanya kazi na Benki Kuu ya Dunia. Nimefanya kazi, nimejiusuru kutoka Benki Kuu ya Dunia kuja kutafuta kazi ya urais. Mbona mtu hajasema mimi ni kibaraka wa Benki Kuu ya Dunia na tafuta uongozi Kenya? Lakini hata hivyo nikwambie VOJ, mimi sina shida kuhusishwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa sababu watu wote Kenya, unajua wakati mwingine inakuchekesha. Watu wanasema wewe ni kibaraka wa Uhuru Kenyatta kana kwamba Uhuru ni mtu ambaye hutaki kuhusishwa na yeye. Na wananchi wenyewe wanapenda Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, hata viongozi wanampenda. Zaidi hata wale ambao wananiita kibaraka wa Uhuru Kenyatta, wakionekana na Uhuru Kenyatta wanachukua picha, wanaizungusha mtandao the whole day. Siku nyingine Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ameenda State House kwa mkutano pale wa Afrika Mashariki. Wakati mkutano ulimalizika, rais akamuonyesha ofisi hapo kidogo hapo na waguu wa State House. Internet karibu iwashe moto. Hiyo picha ndio ilizungushwa hapa kila mahali and so on. So mimi sina shida kuhusishwa na rais ambaye hata Wakenya wanaona alipenda nchi yake, anapenda nchi yake, amefanya kazi mzuri. Na hakika tuseme tu kweli, hata kama ni sisi wenyewe tunajisemea, serikali iliongozwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tulifanya kazi. Ona ile kazi tulifanya Kisumu Port, vile tulifufua Kisumu Port. Na mimi nikipata nafasi mimi niwe rais wa Kenya, ningependa kumaliza ile mpango Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa nao kwa kufanya Kisumu truly a hub of regional trade. Asante sana. Tutarejelea hilo swali la kuifanya Kisumu kiwe nguzo muhimu ya business katika eneo hili la Afrika ama eneo la Ziwa Makuu. Kuna hili swali ambalo watu wamekuwa wakiuliza, did Matiang'i know that Raila was not going to be the president? That is why after the elections he got a green pasture working for the World Bank. Ungejua Raila angekuwa rais, ulikuwa katika hiyo mchakato ya Azimio la Umoja, wakati mwingine pia wengine wanahoji haukuonekana, you were not conspicuous in terms of campaigning for Baba Raila Odinga then. You know, zingine unajua maneno inachekesha. Unajua, if it was not serious and talking about the life of somebody I genuinely respect and I admire, I would really love about it. You know, tuangazie historia. Enda uangalie uchaguzi wa mwaka 2002, uangalie performance ya Nyamira mahali mimi natoka katika presidential vote na performance ya Siaya mahali mzee Raila anatoka. Uone per capita turnout. Ni county gani register highest voter turnout ya kupigia Raila kura. Sisi hata tulishinda Siaya wakati huo, na mimi ndio nilikuwa naongoza kampeni hiyo.
Mzee tumeenda na yeye pale nyumbani wakati wa uchaguzi, kwa sababu ndio kulikuwa na mpango na kulikuwa na matarajio kwa watu kwamba ningegombea uchaguzi mwaka wa 2022, lakini sisi wote tulikaa na sisi wote tulikubaliana, na hata mimi mwenyewe niliona wakati huo ni sawa, kwa sababu mzee ako na nguvu, ana ushawishi wa siasa kuniliko na ujuzi. Mzee akaenda, tumeenda na mzee mpaka Nyamira, tukafanya mkutano pale Nyamira Mongori Secondary School, na mzee akasimama pale akasema, huyu ni mtoto wetu wa nyumbani hapa, tuko na yeye na tutazidi kutembea na yeye. Tukazunguka hiyo area yote tukiwa na mzee, mipango yote ya Azimio ya kampeni ya mzee katika hiyo eneo yote mimi ndio nilifanya. Tulikuwa tunafanya na wengine wenzangu, viongozi wa siasa ambao wako huko, hata kama na radi huyu wa Kisii ambao saa hii kwa duty, tulikuwa tunafanya nao mambo ya kusaidia ODM na kusaidia mzee katika pande hiyo. Sasa mimi mambo ya kujua kwamba mzee atakuwa rais ningejuaje? Sisi zote tulikuwa kwa kampeni na was in a control room mpaka wakati wa kuhesabu hii kura and so on. Unajua hii porojo na hii mambo ya siasa wakati mwingine, ndio nilikwambia VOJ, tukiwa katika mjadala kama huu na tukianza kuangazia kuzungumza na Wakenya, ni vizuri kwanza tutafautishe kati ya porojo na destructive politics and nonsense na mambo ya ukweli. Tumefanya kampeni tukiwa zote tukamaliza, habari kama vile ilikuwa sisi tulitoka serikali, na wakati nilikuwa na shida, wakati tumetoka serikali nilikuwa na shida na serikali hii wakinisumbua, mzee alisimama na mimi kama mtoto wake. Mzee amekuja kwa nyumba yangu mara mbili, na mimi nasema kuna viongozi wetu wa Nyanza ambao mimi majaliwa ya Mwenyezi Mungu ninawaheshimu na ninawakumbuka kwa heshima sana kila wakati. Mzee amekuja kwangu usiku wakati siku ile nyumba yangu ilikuwa inavunjwa. Mzee amekuja hapo akiwa na Millie Odhiambo na Profesa Makao Mutua na viongozi wengine wa huko, na Gavana Arati alikuwa anaenda Kisii akarudi njiani, wakakuja kwangu usiku wakati huo nikisumbuliwa na hii serikali, wanavunja nyumba yangu wananisumbua. Mzee amesimama na mimi wakati nilipelekwa pale DCI kukalishwa huko for 7 hours kusumbuliwa, just kuhumiliate mimi tu, hakuna kitu kingine. Sababu mimi sikuwa na makosa, sijafanya kitu, ni kule kunionyesha eti wao sasa ndio wako na madaraka to humiliate me. Mzee ndiye amekuja hapo kwa DCI yeye mwenyewe kuambia wale, kama mnataka kupeleka huyu kotini, mnamjua, peleka yeye kotini, lakini maneno mnafanya hapa haiwezekani. Na siku hiyo kwa familia yangu, hata kwa familia yangu nyumbani, my family, my immediate family, the way mzee touched them, because that day again amekuja kwa nyumba yangu usiku peke yake, na amekaa pale akanizungumzia na watoto, tukiwa na watoto. Mzee akanizungumzia akaniambia nikiwa na watoto wangu hapo, na mama ametuambia msife moyo, hii dunia, kwa sababu mimi zilikuwa mtu wa siasa, zilikuwa zichakorokana na watu. Mimi nilikuwa technical person, nafanya kazi zangu, zilikuwa zijafanya makosa and so on. Mzee amepitia hizi mambo ya siasa nini na vita. Mzee amekuja hapa akanizungumzia na familia yangu, akatuweka kwa sitting room usiku, akaambia watoto msife moyo, hii inakuwa namna hii. Hao watu ambao wamechukua uongozi ni watu ambao wako na shida, wanataka kulipiza kisasi, they are vindictive, wanataka kutesa huyu baba yangu, lakini sisi wote tuko familia moja, tutasimama pamoja. Asante sana. Iwapo ungepewa nafasi ya kufanya kazi na Rais William Ruto, ni jambo ambalo wewe ungelikubali? Kufanya kazi gani? Ya kisiasa. Kuna miungano ya kisiasa inatengezwa, watu wakifikiria masuala ya 2027. Tufanye kazi. Mimi nifanye kazi gani na Jubilee Party? Hakuna kazi tutaweza fanya mimi na. Tufanye kazi gani? ODM. Kazi gani wewe unaona anafanya? ODM niende kuonga watu tu